Namwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu tutakasayo ya kondoo, ziwe safi nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Leo tunaenda kuchunguza maandiko ili tuweze kujifunza ukweli ambao umefichwa na kwa vizazi vingi. Wakristo wengi wanaamini kwamba damu ya Yesu au Masihi, damu ya Yashua, ndiyo inayotusafisha kutoka kwa dhambi. Wanaimba kuhusu damu, wanaomba kwa damu, wanazungumza kuhusu damu kila wakati. Lakini je, hii ndiyo kweli kamili ya maandiko? Je, Biblia inasema nini hasa kuhusu jinsi tunavyosafishwa? Tukiangalia kwa makini maneno ya Yashua mwenyewe na manabii wa kale, tutaona kwamba neno la Yawe ndiyo linalotuosha, linalotutakasa na linatufanya safi mbele za Muumba wetu. Hii si maoni yangu, hii ni ukweli wa maandiko matakatifu. Neno la Yawe. Hebu tuanze na maneno ya Yashua mwenyewe katika Yohana 17 mstari wa 17. Aliomba kwa Baba akisema, uwatakase kwa kweli yako, neno lako ni kweli. Sikiliza tena maneno haya. Yashua hakusema uwatakase kwa damu yangu, hakusema uwatakase kwa kifo changu, hakusema uwatakase kwa kafara yangu. Alisema wazi kabisa uwatakase kwa kweli yako, na kisha akafafanua kweli hiyo ni nini. Neno lako ni kweli. Hii ni sala ya Yashua mwenyewe kwa Baba yake. Hii ni ombi lake la mwisho kabla ya kusulubiwa, katika wakati huu muhimu sana, wakati ambapo angeweza kusema chochote. Alichagua kutangaza kwamba utakaso unakuja kupitia neno, si kupitia damu. Fikiria uzito wa maneno haya. Yashua alijua anakwenda kufa, alijua damu yake ingemwagika, alijua msalaba unakuja au mti wa kuanguka, lakini bado katika sala yake ya mwisho hakutaja damu kama njia ya utakaso. Alitaja neno, alitaja kweli, alitaja maneno ya Baba yake. Hii inapaswa kutufungua macho. Ikiwa damu ndiyo inatusafisha, kwa nini Yashua hakusema hivyo katika sala yake ya mwisho? Kwa nini alisema neno lako ni kweli badala ya damu yangu ni usafi? Sasa hebu tuangalie Yohana 15 mstari wake wa 3. Yashua alisema kwa wanafunzi wake maneno haya ya wazi kabisa: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Simama hapa na utafakari. Wanafunzi walikuwa safi, tayari walikuwa safi. Wakati Yashua alisema maneno haya, bado alikuwa hai, bado hakuwa amekufa, bado damu yake haikumwagika. Msalaba au mti ulikuwa bado mbele, lakini wanafunzi walikuwa tayari wamesafishwa. Walisafishwa vipi? Kwa damu? Haiwezekani. Damu haikuwepo bado. Walisafishwa kwa nini basi? Yashua anasema wazi, kwa sababu ya neno nililowaambia. Neno liliwafanya safi. Neno liliwatakasa.
Neno liliwaondolea uchafu wa dhambi. Neno lilifanya kazi kamili ya usafi bila hata tone moja la damu kumwagika. Hii ni ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa mdomo wa Yeshua mwenyewe. Hakuna tafsiri inayohitajika. Hakuna mtu wa kueleza. Maneno ni wazi, neno linasafisha. Hebu tuendelee na Yohana 13 mstari wa 10. Yeshua alikuwa akiwaosha wanafunzi wake miguu na Petro alikataa. Mwanzoni lakini Yeshua akamwambia Petro, yeye aliyekwisha koga hana haja ila kuoshwa miguu, bali yu safi mwili mzima. Nanyi mmekwisha kuwa safi, lakini si nyote. Yeshua anasema wanafunzi walikuwa safi tayari. Walikuwa wameogopa tayari. Walikuwa kwa nini? Tunajua Yohana samahani. Yeshua alikuwa akiwaosha wanafunzi wake miguu na Petro alikataa mwanzoni. Lakini Yeshua akamwambia Petro, yeye aliyekwisha koga hana haja ila kuoshwa miguu, bali yu safi mwili mzima. Nanyi mmekwisha kuwa safi, lakini si nyote. Yeshua anasema wanafunzi wake walikuwa safi tayari. Walikuwa wameoga tayari. Walioshwa kwa nini? Tunajua kutoka Yohana 15:3 kwamba walisafishwa kwa neno. Kuosha miguu ilikuwa ishara ya kuendelea kusafishwa kadri wanavyotenda katika ulimwengu huu. Kwa hiyo kuoga kwa mwili mzima ni kusafishwa na neno mara ya kwanza. Tunapompokea Yeshua na kusikia maneno yake, na kuoshwa miguu ni kusafishwa kila siku kwa neno tunapoishi na kutembea katika ulimwengu wenye uchafu. Angalia kwamba Yeshua hakuwaosha kwa damu, aliwaosha kwa maji, na maji ni ishara ya neno katika maandiko, kama tutakavyoona baadaye. Sasa hebu tuangalie maneno mengine ya Yeshua katika Yohana 6:63. Alisema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Sikiliza kwa makini. Mwili haufai kitu. Damu ni sehemu ya mwili. Lakini maneno ya Yeshua ni roho na ni uzima. Maneno yanaosha, maneno yanasafisha, maneno yanaleta uhai, maneno yanafanya upya. Yeshua hakusema damu yangu ni uzima, alisema maneno yangu ni uzima. Hakusema mwili wangu unafaa, alisema mwili haufai kitu. Hii ni wazi kabisa. Na katika Yohana 8:31 na 32, Yeshua alisema, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kweli inaweka huru. Na kweli ni nini? Yeshua alitangaza katika Yohana 17 mstari wa 17, neno lako ni kweli. Kwa hiyo neno linaweka huru, neno linaondoa vifungo vya dhambi, neno linavunja minyororo, neno linatoa uhuru kamili. Fikiria mtu aliyefungwa na dhambi, anafanya mambo mabaya tena na tena, anajaribu kuacha lakini hawezi. Nini kitamweka huru? Si damu, ni kweli, ni neno. Atakaposikia neno la Yawe na kulitii, atawekwa huru. Na usisahau tuliweza kuona kwamba Yeshua ndiyo neno. Sasa hebu turudi nyuma na tuangalie manabii wa kale. Je, walifundisha nini kuhusu usafi? Katika Zaburi 119 yake ya 9, mtunga Zaburi anauliza swali muhimu sana. Kijana ataisafishaje
njia yake? Hii ni swali ambalo kila mtu anapaswa kujiuliza. Ninawezaje kusafishwa? Ninawezaje kuwa safi mbele za Yawe? Ninawezaje kuondoa uchafu wa dhambi katika maisha yangu? Na jibu linakuja mara moja, kwa kutii akilini, akilifuate neno lako. Sikiliza jibu hili. Kijana anasafisha njia yake vipi? Si kwa damu, si kwa kafara, si kwa sadaka ya kuteketezwa, bali kwa kulitii na kulifuata neno la Yawe. Neno linaongoza, neno linasafisha, neno linaleta utakatifu. Na katika Zaburi 119 yake ya 11, mtunga Zaburi anaendelea kusema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Neno linahifadhiwa moyoni kwa kusudi gani? Ili kuzuia dhambi. Neno linasafisha kwa kuondoa mizizi ya dhambi. Neno linafanya kazi ndani, likibadilisha mioyo na akili na kuleta usafi wa kweli. Mtu anayeweka neno moyoni mwake hatendi dhambi kwa urahisi. Kwa nini? Kwa sababu neno limemjaza, neno limembadilisha, neno limemtakasa kutoka ndani. Katika Zaburi 119 yake ya 105 tunasoma, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno ni taa, neno ni mwanga, neno linaangaza gizani, neno linaonyesha njia safi, neno linatuongoza mbali na dhambi na uchafu. Mtu anayetembea gizani anaanguka katika dhambi. Lakini mtu anayetembea katika mwanga wa neno anakuwa safi. Neno linamuongoza kwenye njia ya haki. Sasa hebu tuangalie Zaburi 51. Hii ni sara ya Daudi baada ya kutenda dhambi kubwa na Bersheba. Alikuwa amezini na mke wa mtu mwingine, alikuwa amemuua mume wake. Alikuwa amefanya mambo mabaya sana, na sasa anatafuta usafi. Katika Zaburi 51 yake ya pili, Daudi anaomba, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi yangu. Daudi anataka kuoshwa, anataka kusafishwa, lakini anaomba vipi? Katika Zaburi 51 mstari wa 7 anasema, unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Hisopo ilikuwa mmea uliotumika kunyunyizia maji ya utakaso. Ilikuwa ishara ya neno la Yawe linalosafisha. Daudi hakuomba damu, aliomba kuoshwa kwa maji ya utakaso ambayo ni ishara ya neno. Na katika Zaburi 51 mstari wa 10, Daudi anaomba, uniumbie moyo safi, Yawe, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Daudi anataka moyo mpya, anataka roho mpya. Hii ni kazi ya neno, si kazi ya damu. Damu haiwezi kuumba moyo mpya, lakini neno la Yawe linaweza. Neno linaumba, neno linafanya upya, neno linabadilisha. Sasa hebu tuangalie nabii Isaya.
Katika Isaya 1:16 hadi 18, Yawe anawaambia Waisraeli, jiosheni, jisafisheni, ondoeni uovu wa matendo yenu mbele ya macho yangu. Acheni kutenda uovu, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu ya haki. Muondoe mtu aoneaye, mpeni yatima haki yake, uteteeni mjane. Angalia maneno haya kwa makini. Yawe anasema jiosheni. Kwa nini? Kwa damu? Hapana. Kwa kuacha uovu na kujifunza kutenda mema kwa kutii neno la Yawe. Kwa kubadilisha tabia. Na kisha nini kinachotokea? Mstari wa 18 unasema, haya njoni tusemezane, asema Yawe. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama zambarau, zitakuwa kama sufu. Usafi haukuja kwa damu katika andiko hili. Ulikuja kwa toba, ulikuja kwa kuacha dhambi, ulikuja kwa kutii neno. Damu haikutajwa hata mara moja katika mstari huu wote. Yawe anasema jiosheni, kisha anasema acheni kutenda uovu, kisha anasema jifunzeni kutenda mema. Na matokeo ni usafi kama theluji na kama sufu. Hii ndiyo njia ya kweli ya usafi, si damu, ni neno, ni toba, ni utii. Hebu tuendelee na Ezekieli 36 tuanzie 25 hadi 27. Yawe anasema kupitia nabii wake, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Angalia unabii huu wa ajabu. Yawe anawanyunyizia maji safi na wanakuwa safi. Maji ni ishara ya neno. Na kisha Yawe anawapa moyo mpya na roho mpya, na matokeo ni kwamba wanazitii sheria zake na kuzitenda hukumu zake. Hii ndiyo haki hii ndiyo kazi ya neno. Neno linasafisha, neno linabadilisha moyo, neno linawezesha utii, linaleta utakatifu wa kweli. Damu haikutajwa katika unabii huu. Maji ndiyo yaliyotajwa, na maji ni ishara ya neno la Yawe. Sasa hebu tuangalie Yeremia 4 mstari wa 14. Yawe anasema, uioshe mioyo yako na uovu, Yerusalemu, upate kuokolewa. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Yawe anaamuru Yerusalemu kuosha mioyo yao. Kuosha kwa nini? Kwa damu? Hapana. Kwa kuondoa mawazo mabaya, kwa kuacha uovu, kwa kutii neno la Yawe. Moyo unaosha vipi? Unaoshwa vipi? Kwa kubadilisha mawazo, kwa kuacha uovu, kwa kupokea neno la Yawe na kulitii. Hii ndiyo njia ya usafi. Katika Mithali 30 aya yake ya 5, tunasoma kila neno la Yawe limehakikishwa. Yeye ni ngao kwao wamkimbiliao. Neno la Yawe limehakikishwa, ni safi, ni kweli, ni kamili, na tunapopokea neno hili tunasafishwa nalo. Na hili neno
ni sheria ya Yawe. Katika Mithali 6:23 tunasoma, kwa maana amri ni taa na sheria ni nuru, na maonyo ya kumwadhibisha mtu ni njia ya uzima. Amri ni taa, sheria ni nuru, maonyo ni njia ya uzima. Neno la Yawe linaangaza, neno linaongoza, neno linasafisha njia yetu. Sasa hebu turudi kwa Yashua na tuangalie mfano mwingine. Katika Yohana 4:14, Yashua alisema kwa mwanamke Msamaria, yeyote atakaye kunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yashua anazungumza kuhusu maji yanayoleta uzima wa milele. Maji haya si maji ya kawaida, ni neno lake, ni kweli yake, ni mafundisho yake. Yule anayepokea neno la Yashua hataona kiu milele. Neno linajaza, neno linatosheleza, neno linasafisha kutoka ndani, neno linabubujikia uzima wa milele. Na katika Yohana 7:37 na 38, Yashua alisimama na kusema kwa sauti kuu, mtu yeyote akiona kiu na aje kwangu anywe. Yeye aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Maji yaliyo hai yanatoka ndani ya yule aliyemwamini Yashua. Maji haya ni neno. Maji haya ni roho. Maji haya yanasafisha. Maji haya yanaleta uhai. Sasa fikiria hili kwa makini. Kwa nini Yashua alitumia mfano wa maji mara nyingi sana? Kwa nini hakutumia mfano wa damu? Kwa sababu maji huosha. Maji husafisha, maji huondoa uchafu. Na neno la Yawe linafanya kazi kama maji. Linatuosha, linatusafisha, linatuondolea uchafu wa dhambi. Lakini damu haina kazi hiyo. Damu ni kafara, damu ni malipo, damu ni fidia. Lakini damu haioshi. Fikiria katika maisha ya kawaida. Unapokuwa na uchafu mwilini, unajioshaje? Kwa maji, si kwa damu. Ukijipaka damu utakuwa mchafu zaidi, si safi. Lakini maji yanakuosha na kukufanya safi. Vivyo hivyo kiroho. Neno la Yawe ni kama maji. Linatuosha, linatusafisha, linatuondolea uchafu wa dhambi. Lakini damu lilikuwa kafara ya kulipia deni, si njia ya kuosha. Sasa hebu tuangalie tofauti kati ya kazi ya damu na kazi ya neno. Katika Agano la Kale, damu ya wanyama ilitolewa kama kafara. Kazi ya damu ilikuwa nini? Ilikuwa kufunika dhambi. Ilikuwa kulipia fidia. Ilikuwa kufanya upatanisho kati ya mtu na Yawe. Katika Walawi 17 yake ya 11 tunasoma, kwa maana uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Damu ilifanya upatanisho, damu ilifunika dhambi, damu iliwezesha msamaha. Lakini angalia, damu haikuosha moyo, damu haikubadilisha tabia, damu haikutakasa mawazo.
Katika Agano la Kale, watu walitoa damu ya wanyama kila mwaka, lakini bado waliendelea kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu damu ilifunika tu, haikuosha, haikuondoa. Damu ililipa tu, haikubadilisha. Damu ilikuwa ishara ya nje, lakini neno linafanya kazi ya ndani. Fikiria Waisraeli jangwani, walitoa kafara nyingi, damu ilimwagika kila siku, lakini bado walimuasi Yawe. Bado walitengeneza ndama ya dhahabu, bado walinung'unika, bado walikufa jangwani kwa sababu ya kuto kumtii. Kwa nini? Kwa sababu damu haikuwabadilisha. Damu ilifunika dhambi zao za nje, lakini haikuosha mioyo yao ya ndani. Walikuwa wamepatanishwa na Yawe kwa damu, lakini hawakuwa wamesafishwa kwa neno. Funga hiyo mlango. Lakini hii ndiyo tatizo kubwa katika makanisa leo. Watu wanaamini damu ya Yesu ama Yeshua inawaosha. Wanaimba nyimbo kama jinsi tumeanza kuhusu damu. Wanaomba kwa damu, lakini bado wanaendelea kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu damu haioshi, neno linaosha. Na watu hawa hawasomi neno, hawatii neno, hawajui neno, wamefunikwa kwa damu lakini hawajaokolewa kwa neno. Yeshua alikuja kufanya kazi mbili. Kwanza, alitoa kafara ya damu kwa ajili ya upatanisho. Pili, alileta neno kwa ajili ya utakaso. Lakini kanisa limekumbuka kazi ya kwanza na kusahau kazi ya pili. Watu wanajua Yeshua alikufa mtini, wanajua damu ilimwagika, wanajua kafara ilitolewa, lakini hawajui Yeshua alileta neno. Hawajui maneno yake yanasafisha. Hawajui kweli yake inaweka huru katika kutii. Kwa sababu hiyo wamekuwa Wakristo wa damu bila kuwa Wakristo wa neno. Wamefunikwa lakini hawajaokolewa. Wamepatanishwa lakini hawajasafishwa. Wana upatanisho wa damu lakini hawana utakaso wa neno. Ukweli ni huu: damu bila neno ni imani ya nusu. Neno bila damu lingeweza kusafisha kama ilivyokuwa kwa wanafunzi kabla ya msalaba. Lakini neno pamoja na damu ni wokovu kamili, upatanisho na utakaso, msalaba na msamaha na usafi, uhuru kutoka kwa hatia na uhuru kutoka kwa dhambi. Lakini kati ya hizi mbili, neno ndiyo linalotuosha. Neno ndiyo linalotuburudisha. Neno ndiyo linalotuumba upya. Na neno ndiyo tunapaswa kulitegemea kwa usafi, kwa sababu hata Yawe anasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Sasa hebu tuangalie ushahidi zaidi kutoka kwa Yeshua mwenyewe. Katika Mathayo 4:4 Yeshua alisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Yawe. Tunaishi kwa neno. Tunasafishwa kwa neno. Tunabadilishwa kwa neno. Tunakamilishwa kwa neno. Neno ni chakula chetu cha kiroho. Na kama chakula kinacholisha mwili, neno linasafisha roho. Katika Marko 4 mstari wa 14 hadi 20, Yeshua alielezea mfano wa mpanzi. Alisema mbegu ni neno la Yawe, na mbegu inapopandwa katika moyo mzuri inazaa matunda mengi.
neno ni mbegu, linapopandwa moyoni linakuwa na kuzaa matunda ya haki. Linabadilisha moyo, linasafisha mawazo, linafanya mtu kuwa mpya. Lakini damu si mbegu. Damu haipandwi moyoni. Damu haikui. Damu haizai matunda. Damu ilikuwa kafara ya mara moja. Lakini neno linafanya kazi kila siku, maisha yetu yote. Katika Luka 8 aya yake ya 11 hadi 15, Yeshua anashuhudia mfano huu na kusema, mbegu ni neno la Yawe, na anaeleza kwamba wale wanaopokea neno kwa moyo mzuri wanazaa matunda kwa subira. Neno linazaa matunda. Neno linabadilisha maisha. Neno linasafisha. Katika Yohana 12 yake 48, Yeshua alisema maneno ya kutisha sana. Yeye anayenikataa mimi na hayapokei maneno yangu, anaye amhukumie. Neno linalosema ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Neno. Hata akisema Musa ndiye atakaye wahukumu, hamaanishi Musa physically. Ni neno lile ambalo Musa alipatiwa, ambayo ni sheria ya Yawe, ambayo watu wamekataa sasa hivi, wamegoma, wanasema sheria ya Musa ilikwisha. Sasa hivi wapendwa, tunapaswa kufahamu kwamba neno lile ambalo Yawe alisema halimrudii. Ni lazima tutekeleze kila jambo ambalo baba wetu Yawe aliweza kutuagiza. Angalia, neno litakuhukumu, si damu itakayokuhukumu. Neno litahukumu wale waliokataa neno, watahukumiwa na neno. Wale waliopokea neno watasafishwa na neno, na hiyo neno ni sheria, na ni Yeshua. Yeshua ndiyo sheria. Na katika Yohana 14:23 na 24, Yeshua alisema, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda hayashiki maneno yangu, na neno mnalolisikia si langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Yule anayempenda Yeshua analishika neno lake, na Baba na Mwana wanakuja kukaa ndani yake. Hii ni usafi wa hali ya juu. Yawe mwenyewe anakuja kukaa ndani ya mtu aliyepokea neno, na uwepo wake unasafisha, uwepo wake unatakasa, uwepo wake unafanya upya. Lakini hii haiji kwa damu. Inakuja kwa kushika neno, inakuja kwa kutii maneno ya Yeshua ambayo ndiyo sheria ya Yawe. Sasa hebu tuangalie Ufunuo, kitabu cha mwisho katika maandiko. Katika Ufunuo 19 yake ya 13, tunasoma kuhusu Yeshua akija kwa utukufu. Amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Yawe. Angalia, jina lake si damu ya Yawe, ni neno la Yawe. Yeshua ndiye neno, na neno ndiyo linalotuosha. Kwa hiyo tunapooshwa na neno, tunaoshwa na Yeshua mwenyewe, lakini si damu yake, ni maneno yake, ni mafundisho yake, ni kweli yake. Damu aliyoivaa ni ya maadui yake aliyowashinda. Si damu ya kusafisha,
ni damu ya ushindi vitani, lakini jina lake, utambulisho wake, kazi yake kuu ni neno la Yawe. Sasa fikiria hili kwa kina. Yashua ana majina mengi. Anaitwa mwana wa Yawe, anaitwa mwana kondoo wa Yawe, anaitwa simba wa Yuda, anaitwa mwanzo na mwisho. Lakini jina linalotumika kumtambulisha katika Ufunuo 19 ni neno la Yawe. Kwa nini? Kwa sababu kazi yake kuu ni kuleta neno. Kazi yake kuu ni kusema maneno ya Baba. Kazi yake kuu ni kutusafisha kwa kweli. Sasa hebu tuangalie Ufunuo 1 mstari wa 5. Mstari huu unasema, na kutoka kwa Yashua Masihi, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye aliyetupenda akatuweka huru kutoka kwa dhambi zetu. Baadhi ya tafsiri zinasema akatuosha dhambi zetu kwa damu yake. Lakini tafsiri sahihi zaidi kutoka Kigiriki cha asili inasema akatuweka huru au akatufungua. Neno la Kigiriki lusanti linaweza kumaanisha kufungua au kuweka huru. Si lazima kuosha. Lusanti ni kuweka huru. Na hata tukisoma akatuosha, tunapaswa kukumbuka kwamba Yashua ndiye neno. Kwa hiyo neno linatuosha. Yashua akiwa neno anatuosha kwa maneno yake, si kwa damu yake, kama jinsi mwenyewe alivyoshuhudia. Sasa hebu tuzingatie ushahidi mwingine muhimu. Katika Agano la Kale kulikuwa na sherehe nyingi za utakaso. Na sherehe hizi zilitumia nini? Maji, si damu. Katika Kutoka 30 yake 17 hadi 21, Yawe aliamuru Musa kutengeneza birika la shaba kwa ajili ya makuhani kuoshwa mikono na miguu yao. Makuhani waliosha kwa maji kabla ya kuingia hekaluni. Hawakuosha kwa miguu, hawakuosha kwa damu, waliosha kwa maji, samahani. Maji yalikuwa ishara ya usafi. Maji yaliwaandaa makuhani kwa huduma. Maji yaliwawezesha kusimama mbele ya Yawe. Na maji ni ishara ya neno la Yawe. Katika Hesabu 19 tunasoma kuhusu maji ya utakaso. Ng'ombe mwekundu alichinjwa na kuteketezwa, na majivu yake yalichanganywa na maji. Maji haya yalitumika kumtakasa mtu aliyekuwa najisi. Angalia, si damu iliyomtakasa, ni maji yaliyochanganywa na majivu. Damu ya ng'ombe ilimwagika na kuteketezwa, lakini utakaso ulikuja kwa maji. Na hii ni ishara ya neno. Neno la Yawe linalochanganywa na kumjua linasafisha moyo. Neno peke yake halitoshi. Lazima lichanganywe na kumjua, na linapoingia moyoni linasafisha. Na kumjua ni kushika amri zake. Katika Wafalme wa Pili 5 tunasoma historia ya Naamani ambaye alikuwa jemedari mkubwa wa jeshi la Shamu, lakini alikuwa na ukoma. Alikuja kwa nabii Elisha kutafuta uponyaji. Elisha alimwambia nini? Alimwambia, nenda ukaoge katika Yordani mara 7 na mwili wako utarudi kwako, nawe utakuwa safi. Naamani alikasirika mwanzoni. Alitaka Elisha atoke nje na kumwombea kwa nguvu. Alitaka sherehe kubwa.
alitaka Elisha lakini Elisha alimtuma kwenye maji. Na Naamani alipoenda na kuoga mara 7 katika Yordani, mwili wake ulirudi kama mwili wa mtoto mdogo. Alikuwa safi. Usafi ulikuja vipi? Kwa maji, kwa kutii neno la nabii, kwa kuamini na kutenda, si kwa damu. Hii ni ishara ya neno la Yawe. Tunapotii neno, tunaposafishwa, tunapozama ndani ya neno, tunabadilishwa, tunaporudia neno tena na tena, tunakuwa wasafi zaidi na zaidi. Sasa hebu tuangalie mfano wa ubatizo. Yashua aliamuru wanafunzi wake kubatiza watu katika maji. Kwa nini maji? Kwa nini si damu? Ubatizo wa maji ni ishara ya kuoshwa na neno. Ni ishara ya kuzikwa pamoja na Yashua na kufufuka katika uzima mpya. Maji yanaosha, maji yanasafisha, maji yanaonyesha kazi ya neno moyoni. Kama damu ndiyo inatuosha, Yashua angaliamuru ubatizo wa damu. Lakini hakufanya hivyo. Aliamuru ubatizo kwa maji, kwa sababu maji ni ishara ya neno lake linalotuosha. Katika Mathayo 28 aya ya 19 na 20, Yashua alisema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Angalia, batiza na fundisha. Ubatizo wa maji na kufundisha maneno ya Yashua. Maji na neno, ishara na ukweli, nje na ndani. Ubatizo wa maji peke yake haukutosha. Lazima uwe na kufundishwa neno. Na kufundishwa neno ndio kunakosafisha kweli kweli. Ndiko kunako kubadilisha. Sasa hebu tukumbuke sala ya Yashua katika Yohana 17:17. Tena, watakase kwa kweli yako, neno lako ni kweli. Hii ndiyo sala yetu pia. Baba, tutakase kwa neno lako. Baba, tuoshe kwa kweli yako. Baba, tubadilishe kwa mafundisho yako. Tuwezesha kutii amri zako. Tufanye safi kwa ndani na kwa nje. Ndugu na dada, ukweli umefunuliwa leo. Neno la Yawe ndio linalotuosha, si damu. Neno linasafisha mioyo yetu. Neno linabadilisha mawazo yetu. Neno linatufanya wapya kila siku. Damu ya Yashua au Yesu, kama jinsi wengi unavyofahamu, ilikuwa kafara ya upatanisho. Ilikuwa malipo ya dhambi. Ilikuwa fidia yetu kwa Baba. Lakini neno la Yashua ndiyo linalotuosha, linalotutakasa na linalotufanya tayari kwa ufalme wa Baba wetu. Kwa hiyo, acheni kumjua Yashua na turudi kwenye neno la Yawe. Tumjue Yashua na turudi kwenye neno la Yawe. Na ninataka kusema tuache imani nusu ambayo inategemea damu peke yake, na turudi kwenye neno la Yawe na tusome kila siku. Tulitafakari usiku na mchana. Litiini kwa moyo wenu wote, na kwa neno linawaosha, linawasafisha, linawafanya tayari kwa kurudi kwa mfalme. Yashua mwenyewe alisema,
ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Nani aliomba na aliomba uwatakase kwa kweli yako. Neno lako ni kweli. Neno ni kweli. Neno ni usafi. Neno ni uzima. Yule aliye na masikio ya kusikia na asikie. Shalom, shalom. Atĩ watho ũrĩa wa Musa nĩwathirire, aregi watho marenda gwĩtĩkia wiki.